Wapo watu wengi wanaozaliwa wakiwa na kila kitu: familia kamili, upendo wa pande zote na maisha yenye mwelekeo ulionyooka. Lakini wapo wengi wanaozaliwa wakiwa na mapungufu, si kwa kosa lao bali kwa hatima iliyowatangulia. Gawizo alikuwa mmoja wao. Alizaliwa bila jina la baba katika maisha yake, lakini alilelewa na mwanamke mmoja aliyekuwa baba na mama kwa wakati mmoja. Maisha yake hayakuanza kwa vipengele vya furaha, bali ukimya wa maumivu uliofichwa nyuma ya tabasamu la mama yake. Kwa miaka 20, maisha ya Gawizo yalizunguka ndani ya nyumba ndogo iliyojengwa kwa jasho na machozi ya mwanamke mmoja jasiri. Kila hatua aliyopiga, kila ndoto aliyoota ilikuwa ni kivuli cha mama yake nyuma yake. Hii sio hadithi ya mafanikio pekee, bali ni simulizi ya sadaka, upendo usio na masharti na ukweli mchungu kwamba wakati mwingine tunapogundua thamani ya mtu, tayari muda wake umekaribia kuisha. Karibu kwenye simulizi hii ya pekee, tamu lakini chungu, nami msimuliaji wako Jessica Nathaniel. Gawizo alizaliwa katika dunia iliyokuwa tayari imemnyima jambo moja muhimu: baba. Hakuwahi kumjua, hakuwahi kumuona, wala hakuwahi hata kusikia sauti yake. Kila alichokijua ni kwamba maisha yake yalianza kwa wawili tu, yeye na mama yake, mwanamke aliyefahamika kwa jina la Mama Gawizo. Jina hilo alikuwa la kumbukumbu tu, bali ilikuwa utambulisho wake mzima. Alijitoa kiasi kwamba jina lake la kuzaliwa lilibaki kuwa siri hata kwa wengi. Kwa jamii, yeye alikuwa Mama Gawizo, mama wa mtoto mmoja aliyekuwa dunia yake yote. Walikuwa wanaishi kwenye nyumba ndogo ya kupanga pembezoni mwa mji. Nyumba iliyokuwa na chumba kimoja, sebule ndogo na jiko lililovuja moshi kila alipowasha mkaa. Lakini licha ya umaskini huo, nyumba ile ilikuwa na joto la kipekee, joto la upendo. Mama Gawizo alikuwa maskini wa mali, lakini tajiri wa moyo. Alimlea mwanae kwa mikono miwili bila msaada wa baba, ndugu wala rafiki wa karibu. Gawizo alipokuwa mdogo hakuhisi pengo la baba. Alijua tu kuwa mama yake alikuwa kila kitu. Alikuwa sauti ya kumwamsha asubuhi, mkono wa kumshika akivuka barabara na bega la kumtegemea alipolia. Lakini kadri alivyokuwa, maswali yalianza kuingia moyoni mwake taratibu. Maswali aliyokuwa akiyaweka kimya kwa heshima ya mama yake. Mama Gawizo alikuwa mwanamke wa ajabu. Alifanya kazi yote halali ili mwanae asikose chakula wala ada ya shule. Alifua nguo za watu, aliuza mandazi na wakati mwingine alisafisha ofisi usiku. Alirudi nyumbani akiwa amechoka, lakini hakuwahi kuacha kumuuliza Gawizo, somo yamekwendaje? Soma mwanangu, alikuwa akisema mara kwa mara. Elimu ndio urithi pekee ninaoweza kukuachia. Maneno hayo yaliingia ndani ya moyo wa Gawizo kama agano. Alisoma kwa bidii akijua wazi kuwa mafanikio yake yalikuwa tumaini la mama yake. Alipofaulu vizuri shuleni, Mama Gawizo alilia kwa furaha, lakini machozi yake yalikuwa na mchanganyiko wa furaha na uchungu. Furaha ya kuona ndoto ikitimia na uchungu wa siri nzito aliyokuwa akiibeba moyoni kwa miaka mingi. Miaka ilipita, Gawizo alifaulu hadi kujiunga na chuo kikuu. Siku ya kuondoka nyumbani kwenda chuo, Mama Gawizo alimkumbatia kwa muda mrefu kuliko kawaida. Alimwangalia usoni kana kwamba alikuwa anajaribu kukumbuka kila mstari wa uso wake. "Usisahau ulipotoka," alimwambia kwa sauti ya chini. "Sitasahau mama," Gawizo alimjibu bila kujua uzito wa maneno hayo. Wakati wa masomo chuoni, Mama Gawizo alianza kuugua. Mwanzoni ugonjwa wake ulionekana wa kawaida: kikohozi cha mara kwa mara, uchovu usioelezeka na kupungua uzito. Lakini kila Gawizo alipouliza, mama yake alijibu kwa tabasamu, "Ni uchovu tu mwanangu, jali masomo yako." Gawizo aliamua kuamini hilo. Alijikita zaidi kwenye masomo. Alifanya kazi ndogo ndogo ili kumsaidia mama yake kifedha. Lakini kila aliporudi likizo, aliona wazi kuwa mama yake alikuwa anazidi kudhoofika. Macho yake hayakuwa na mwanga ule ule wa zamani. Kwa sauti yake ilikuwa dhaifu zaidi. Hata hivyo, Mama Gawizo aliendelea kuwa imara kwa ajili ya mwanae. Siku moja akiwa likizo ya mwisho kabla ya kuhitimu, Mama Gawizo alimuita chumbani kwake. Alikuwa amekaa kitandani, pumzi zikikatika katika. Alimkabidhi Gawizo kitabu kidogo cha zamani, kikiwa kimefungwa kwa uzi mwekundu uliokuwa umechakaa. "Hiki ni kitabu," alisema kwa taabu. "Kina mambo ya maisha yangu na yako." Gawizo alikishika lakini hakukifungua. "Mama, sitaki kusoma kwa sasa," alisema. "Jukumu langu ni moja tu, kukuhudumia wewe. Mengine anaweza kusubiri." Mama Gawizo alimtazama kwa muda mrefu.
Macho yake yalijaa machozi, lakini alitabasamu kwa mara ya mwisho. Sawa mwanangu, ukihisi uko tayari utakifungua. Siku ya mahafali ilifika. Mama Gawizo licha ya ugonjwa wake alisisitiza kuhudhuria. Alikaa kwenye kiti kwa taabu, lakini macho yake yalikuwa na fahari isiyoelezeka. Gawizo alipohitimu alitafuta uso wa mama yake kwenye umati. Walipokutana macho kwa macho, machozi yalimtoka bila kujizuia. Lakini furaha hiyo haikudumu. Siku chache baada ya mahafali, Mama Gawizo alilazwa hospitali. Hapo ndipo ukweli mchungu ulipodhihirika. Alikuwa na ugonjwa ambao umefika hatua ya mwisho. Gawizo alikaa kando ya kitanda chake mchana na usiku, akikataa kuondoka. Usijali mwanangu, Mama Gawizo alisema kwa sauti dhaifu. Nimeishi kwa ajili yako, nimeridhika. Siku ile alifunga macho yake. Gawizo alihisi dunia ikisimama. Alimpoteza mtu pekee aliyemjua kama familia. Baada ya mazishi, alirudi nyumbani peke yake. Nyumba ile ile ndogo sasa ilikuwa tupu, kimya kikiwa kizito kuliko kelele. Ndipo alipokiona kile kitabu kidogo mezani. Kwa mara ya kwanza tangu apewe, Gawizo alikifungua. Ndani yake kulikuwa na maandishi ya Mama Gawizo, hadithi ya mapenzi, usaliti, ukweli wa baba yake. Aligundua kuwa baba yake hakuwa mtu aliyemkimbia kwa chuki, bali kwa udhaifu. Alijua jina lake, maisha yake na sababu ya kutokuwepo kwake. Lakini zaidi ya yote aligundua jinsi Mama Gawizo alivyoamua kubeba mzigo huo peke yake ili kumlinda mwanawe. Gawizo alilia kwa uchungu, lakini pia kwa shukrani. Alifunga kitabu taratibu, akakiweka kifuani mwake. Alitambua kuwa mama yake hakuacha siri ili kumuumiza, bali ilikuwa kumkomboa siku atapokuwa tayari. Na sasa alikuwa tayari. Aliapa kuishi maisha yenye heshima, akibeba mafunzo ya Mama Gawizo, upendo wa kujitoa na uvumilivu. Kwa sababu ingawa Mama Gawizo alikuwa amefariki, roho yake iliendelea kuishi ndani yake. Na hapo ndipo Gawizo alipoelewa mama yake hakuwa tu mzazi, alikuwa historia yake, nguvu yake na mwanga wa maisha yake. Wiki moja baadaye, Gawizo aliamua kwenda kutembelea kaburi la mama yake. Akiwa kimya, hakukuwa na machozi tena kwa sababu machozi yote yalikuwa yamekwisha mwagika siku zilizopita. Kulikuwa na upepo mwanana uliokuwa ukipuliza majani taratibu, kana kwamba dunia ilikuwa ikimheshimu mwanamke aliyetoa maisha yake yote kwa ajili ya mtoto mmoja. Aliinama polepole, akaweka maua juu ya kaburi, kisha akavuta pumzi ndefu. Kwa mara ya kwanza tangu mama yake afariki, moyo wake haukuwa mzito tena, ulikuwa umejaa shukrani. Alitambua kwamba Mama Gawizo hakuondoka akiwa ameshindwa. Aliondoka akiwa ameshindwa kwa sababu ndoto yake ilitimia. Mtoto wake alisimama, alihitimu, na sasa alikuwa tayari kuishi maisha aliyoyapigania. Gawizo aligeuka na kuanza kutembea, kila hatua ikiwa nzito lakini yenye maana. Alijua hakutakuwa tena na sauti ya mama yake ya kumtia moyo, lakini mafunzo yake yalikuwa yamejengeka ndani yake milele. Aliahidi moyoni mwake kuwa ataishi kwa njia itakayomheshimisha mama yake, kwa bidii, uaminifu na upendo kwa wengine. Kwa sababu baadhi ya watu hawafi kabisa, wanaendelea kuishi ndani ya wale wanaowalea. Na hii ndio simulizi ya pekee, simulizi ya kusisimua ya kijana Gawizo, tamu lakini chungu. Hii ni sehemu ya kwanza tu. Tuambie unavutiwa na simulizi hii ukiwa unatokea wapi? Weka comment yako chini, subscribe, comment, like na share kwa ajili ya kupata notification kwa sehemu ya pili ya simulizi hii. Karibu sana. Ulikuwa nami Jessica Nathaniel.